Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV, nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi katika taarifa zetu za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa, na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo lundi le 26 janvier 2026, na tunawakaribisha nyote kwa ujumla katika habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo, tutaongelea kuhusu mapigano makali kati ya FARDC na wazalendo na wasi wa AFC M23 Twirwaneho katika eneo ya Fizi mwingine wa Mutambala. Upande mwingine tutawapeleka huko Shabunda kwenye vikosi vipya vya wazalendo viliwasili katika eneo hiyo inayopatikana mo province ya Sud Kivu, territoire inaitwa toujours Shabunda. Lengo ni kuendelea kupigana na wasi wa M23 katika maeneo tofauti huko. Habari zetu za jioni ya leo ni mingi, tutawapeleka moja kwa moja huko Kasai Centrale, eneo ya Kananga kwenye President Felix Tshisekedi alifika huko siku ya leo. Katika habari ambazo tumewaletea, tutawapeleka moja kwa moja katika eneo ya Baraka inayopatikana katika territoire ya Fizi. Tuwaambie kuhusu hali ya usalama ambayo inaendelea kuzorota sana katika mwingine huo wa Baraka. Kama kawaida habari ambazo tumewaletea ni mingi. Mnaoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, gusa hapo chini kutitre, pale chini ya titre mu description utapata linki yetu. Uguse kwenye linki hiyo utajiunga na grupe yetu ya WhatsApp, na bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote kwa wakati, za asubuhi, mchana na za jioni. Bila kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari. Taarifa mbichi za jioni ya leo tutazianzia katika territoire ya Fizi inayopatikana katika mkoa wa Sud Kivu, kunapo ripotiwa mapigano makali kati ya waasi wa M23 na washirika wao Twirwaneho, pamoja na jeshi la FARDC na washirika wao wazalendo na jeshi la Burundi huko Mutambala, eneo ambayo inapatikana kilomita chache na maeneo ya Bibokoboko. Taarifa kutoka huko zinatuambia kuwa mapigano makali yalizuka siku ya leo Jumatatu kati ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na AFC M23 pamoja na FARDC wakiungwa mkono na jeshi la Burundi na wazalendo katika eneo hilo la Fizi. Mapigano hayo yalifanyika katika eneo ya Mutambala, umbali wa kutembea kwa saa 3 kutoka Bibokoboko na Bugore, kulingana na vyanzo vya utawala kutoka huko. Wakaji katika maeneo hayo wanasema kuwa tangu asubuhi ya leo kumekuwa na mapigano. Twirwaneho wanataka kusonga mbele, wakamate eneo ya Mutambala, donc wakamate eneo lote la Mutambala ili kufikia Bibokoboko, maeneo ya Bugorere pamoja na Mabunga, njia ya kushuka kuelekea mji wa Baraka ambao uko umbali wa saa 3 kutembea na miguu. Vyanzo hivyo vinasema kuwa tangu asubuhi ya leo pale Mutambala kunaendelea kuripotiwa mapigano makali. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi inaendelea kusikika katika eneo hiyo. Waasi wa M23 na Twirwaneho ambao walianzisha mashambulizi hayo wana lengo la kuavanse katika maeneo hayo. Wanapigana na jeshi la Kongo na wazalendo pamoja na jeshi la Burundi katika eneo hilo la Mutambala, wakijaribu kuwaondoa pale waukipe eneo ya Mutambala, hivyo kuendelea kusonga mbele wakikaribia eneo la Bibokoboko pamoja na maeneo ya Bugorere.
Kama ukumbusho, mapigano hayo yamekuja baada ya siku chache peple in semene ude semene na waasi wa M23 wamekamata eneo la Point Zero. Nadhani kwamba mnakumbuka taarifa za mapigano mweneo ya Point Zero kwenye waasi hao wa Twirwaneho walifanikiwa kukamata eneo hiyo ya Point Zero. Baada ya kusonga mbele na kukamata Point Zero, wanaendelea kujaribu kuendelea kusonga mbele katika maeneo ya nyanda za juu za Fizi. Ni wakati jeshi la Kongo hivi karibuni lilikuwa likitumikisha ndege zisizo na rubani kwa kupiga waasi wa M23 na Twirwaneho katika maeneo hayo ili kuwarudisha nyuma na kurekipere eneo ya Point Zero ambapo hawakufanikiwa kuirekipere. Aujourd'hui waasi hao tena wako muatake nao pale, wanataka wasonge mbele katika maeneo hayo ya Fizi, waendelee kushuka katika maakse yanayoelekea katika mji wa Baraka. Katika maeneo ya Fizi tangu kwanza kwa mwezi huu, mapigano yalikuwa yakiripotiwa katika maeneo tofauti huko, yakiwakutanisha wazalendo na jeshi la Kongo na waasi wa M23 pamoja na Twirwaneho, hivyo kuendelea kuacha hali ya kiusalama kuwa mbaya zaidi, wakaaji wakiendelea kukimbia vijiji vyao na hali ya kibinadamu kuwa mbaya zaidi, na mapigano yakiwa yanaendelea katika maeneo hayo tujoro. Matokeo ni mabaya kwa sababu population wataendelea kukimbia vijiji vyao na kuishi katika maisha magumu. Hayo ndio matokeo ya vita. Mefrere, vita ni vibaya kwa sababu vita inaharibu tu, kuna matokeo mazuri ya vita. Tuendelee na taarifa zetu tukiwa katika maeneo hayo ya teritware ya Fizi. Tuwapeleke moja kwa moja katika mji wa Baraka. Raia wawili walijeruhiwa usiku kucha kati ya Jumapili jana pamoja na asubuhi ya leo Jumatatu. Donc usiku wa jana ukamkia asubuhi ya leo huko mjini Baraka. Kulingana na asasi za kiraia za eneo hilo, mwanajeshi mmoja pia alijeruhiwa katika tukio hilo. Shirika la kiraia la Kongo Sokiko RDC huko Baraka lina wasiwasi kuhusu hali mbaya ya usalama jijini, ambapo raia wenye amani hulala usiku kwa hofu kutokana na milio ya risasi. Tukio la hivi karibuni lilitokea jana usiku huko Baraka kuanzia saa 1 jioni hadi saa 4 usiku. Sosiko inalaani vikali tabia hizi fulani zilizodhibitishwa na za kudharauliwa na wale wanaomiliki silaha huko Baraka. Litangaza haya Padiri Kakozi cha Kubuta Jojongonda, mratibu wa mijini wa Sokiko RDC. Asasi za kiraia zinaripoti kwamba waliojeruhiwa ni pamoja na Mbula Ulu Butendelo Aje kutoka kliniki ya Asepade pamoja na Musabaha Makiwa na Mahombi Bahuma ambaye ni askari wa FARDC kutoka kitengo cha Teiga. Croix Rouge iliingilia pale ili kuondoa waliojeruhiwa mara moja. So Kiko RDC pia inatoa wito wa mkutano mpana wa baraza la usalama, ikiwa ni pamoja na kamanda wa eneo la 33 la kijeshi. Inapendekeza kutengwa kwa vikosi vya FARDC na wazalendo jijini, utambuzi wa nyumba zao na uhamisho wa haraka wa wanajeshi wote kutoka Kalemi na maeneo mengine hadi kwenye sekta zao husika. Hapo ni katika mji wa Baraka kwenye hali ya usalama si nzuri kutokana na comportement za wanajeshi wa moja wa FARDC katika mwingine huo. Taarifa zetu zinaendelea. Tukiwa katika mkoa wa Sud Kivu, jeshi la wazalendo katika teritware ya Shabunda walirenforce ngome zao. Leo walionekana kabisa katika eneo la Shabunda pale mwingine wa Shabunda wakielekea kwenye fro. Mfuateni video hiyo. Deja arrivé à General Muswahili akiwa pamoja na General Ridi Amisi Sisawade kutoka juu ya mai, wanaingia Mshabunda
njo pale musisangale kuona wanaingia mugini. Alors njo pale mnawaona wanakuya wanachomoka kabisa, wiko dressing, wanakuya bila tashida na tatizo, wanaingia mumujini très bien. General Amisi ule mnamuona pale si sawa de yeye ule anapita pale. Alors sans kulongo ule mnamuona anapita pale. Vraiment saki ya bunga ule mnamuona anapita pale. Batoto ya mugini ye peke 100 kilo ye ule mnamuona. Alors mnaona biko ba mingi kabisa, kitunga siafu ye ule anapita. Zombi anapita. Vraiment courage, félicitations Kadogo, très bien, courage. Tuna salimu ye peke mugini, en tout cas CG ule anapita pale. Alors ye peke mutaalamu wa maboro omoni bango bazoya. Alors sentire yake sasa ye peke Mswahili mtoto wa mugini mnamuona ye ule, mnamusikiaka tu baboya kaena kombo banti bakaena presence jo bale mnabaona ti banajelekeza hadi kwa kule kwa etat major kwa auto jo mnaona banaenda pale kwa mzee Kafankumba, mengine mtajua baadaye. Nadhani kwamba video hiyo umeifuata kabisa. Ni wanajeshi wa kizalendo ambao wanaendelea kurenforcer mangome zao tofauti mu maeneo tofauti mu materitoire ya Sud Kivu ili kuendelea kuwapiganisha waasi wa M23 katika maaxe tofauti. Hapo Mshabunda mnakumbuka vita vilikuwa vikiripotiwa huko katika mwezi wa 12 wa mwaka jana, wakati waasi wa M23 walikuwa wakipigania katika maeneo ya Mai Mingi. Nadhani ya kwamba mnakumbuka siku hizo pale mapigano yalikuwa hatari. Wazalendo wanarenforce kule sasa ili kuendelea na operation zao za kuwapiganisha waasi wa M23. Habari zetu zinaendelea. President Felix Tshisekedi alifika katika mji wa Kananga, hapo ni ndani ya Kasai Centrale. Video hiyo mnayoifuata ni President Felix Tshisekedi wakati alikuwa amefika hapo Kananga. Alipokelewa na viongozi tofauti kutoka eneo hiyo ya Kananga. Donko serikali ya mkoa wa Kasai Centrale ilimkaribisha kiongozi wa nchi ya Kongo. Walipokuwa wakimkaribisha ilikuwa shangwe na vigelegele. Fuateni video hiyo kabisa, muone jinsi mambo yalikuwa huko. Vous pouvez remarquer par la présence de multiples chefs coutumiers de la province du Kasai Central. Le président de la République, le président le plus aimé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé. Un accueil historique. Voilà, il arrive, le commandant suprême. Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé au Kasai. Kananga bougé, Kananga tombé, Mukwatombolo, Fati de Nazareth, l'homme le plus aimé, le président le plus aimé, le président le plus aimé d'arriver. Azani kwamba hayo yote umeyafuata. Ni President Felix Tshisekedi ambaye alifika Kananga, na kama kumbusho amemaliza siku akivoyage nje ya nchi ya Kongo, ambapo walifikaka mapei tofauti katika mambo ya diplomasi, kwenye walikuwa wakiongelea kuhusu namna ya kuanzisha maongezi ya kitaifa nchini Kongo kama njia moja ya kumaliza mgogoro na vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo. Upande mwingine tuwapeleke katika
maeneo ya Kivu Kaskazini na Ituri ambapo mashirika ya kiraia mkiwemo shirika lisilo la kiserikali la kukuza haki za binadamu liliwasilisha maombi mawili siku ya jana likilaani kuongezeka kwa ukosefu wa usalama na kudai kuondolewa kwa hali ya kuzingirwa ama etat de siege katika Nord Kivu pamoja na Ituri. Mashariki mwa Kongo kuna kumbwa na makundi kadhaa yenye silaha ikiwa ni pamoja na ADF, AFC M23 na wanamgambo tofauti wa maeneo hayo mkiwemo Zaire na wengine wanaoendelea kuacha hali ya kiusalama kukua mbaya zaidi. Katika taarifa ya shirika hili lisilokuwa la kiserikali waliandika kwamba tunachopitia tangu 2014 akiwezi kuvumilika na akieleweki kwa sababu tuko katika jimbo lenye taasisi mamlaka yanapaswa kuwalinda watu, lakini tunauawa bila kuona hatua yoyote kutoka kwa serikali. Katembe Mulondi Benjamin ndio mwenye alilaani hayo vikali. Huyu ni mwanaharakati wa haki za binadamu katika eneo la Ituri. Shirika lisilo la kiserikali linatoa tahadhari kuhusu ukiukaji mwingi wa haki za binadamu likionyesha picha mbaya ya mauaji ya raia huko Beni, Lubero, Irumu na Mambasa ambayo mara nyingi yalikumbana na ukimya kutoka kwa mamlaka ya Kongo. Wakikabiliwa na hali hii, Katembe Mulondi analaani kutofanikiwa kwa hali ya kuzingirwa ama etat de siege iliyotangazwa miaka mitatu iliyopita na ukosefu wa mifumo ya kukomesha ukosefu wa usalama. Baada ya maonyo kadhaa yasiyojibiwa, eneo la Beni lilianzisha maombi mawili ya pamoja katika mkutano na waandishi wa habari huko Oicha. Shirika hili lisilo la kiserikali la PDH liliitaka serikali kuchukua hatua madhubuti. Wanasema kwamba tunazindua maombi haya kwa sababu maandamano ya amani hayajatoa matokeo yoyote. Tunaihutubia serikali kuu moja kwa moja ili kukemea kutochukua hatua kwake. Pia wanalaani mtazamo wa manaibu wa kitaifa hasa wale kutoka Kivu Kaskazini ambao wanaonekana kusahau jukumu lao katika kusimamia serikali wakati wa mgogoro huo. Waanzilishi wa maombi hayo wanawaomba wananchi kuunga mkono mpango huo ili kuongeza saini na kuelezea hasira zao na kutafuta njia za kujikomboa kutokana na hali hii. Hapo ni kuhusu Nord Kivu na Sud Kivu kwenye shirika hilo lisilo la kiserikali linaomba kuondolewa kabisa kwa etat de siege kwa sababu wanaona kwamba depuis etat de siege itiwe katika Nord Kivu na Sud Kivu kuna changement, mauaji yanafanyika, hali ya kiusalama inaendelea kukua mbaya zaidi. Habari zetu zinaendelea kabisa jioni ya leo, tumewaletea habari mbichi. Katika maeneo ya Walikale watu wawili walitekwa nyara na watu wenye silaha usiku wa Jumapili hadi Jumatatu leo huko eneo ya Kateku Plito ambayo inapatikana mkundi la Iremia lililoko katika kundi la Ikobo. Kulingana na vyanzo vya ndani, washambuliaji hao walivamia nyumba za waathiriwa karibu usiku wa manane kabla ya kuwapeleka mahali pasipojulikana. Mazingira halisi ya utekaji nyara huu mara mbili na utambulisho wa watekaji nyara bado hayajaanzishwa rasmi. Hata hivyo eneo hilo kwa sasa liko chini ya udhibiti wa waasi wa AFC M23, jambo ambalo linachochea mashaka miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Zaidi ya saa 24 baada ya tukio hilo, hatima ya watu waliotekwa nyara bado haijulikane. Familia za waathiriwa zinasema hawajapokea taarifa zozote kuhusu mahali walipo au madai yoyote ya fidia. Utekaji nyara huu umezua wasiwasi mkubwa ndani ya jamii za Kateko ambayo tayari inakabiliwa na ukosefu wa usalama unaoendelea katika eneo la Ikobo. Wakaaji wengi wanaogopa kuongezeka kwa utekaji nyara na wanatoa wito wa kuingilia kati haraka kutoka kwa mamlaka ili kuhakikisha ulinzi wa raia. Asasi
za kiraia za eneo hilo zinawasihi mamlaka kushughulikia kesi hiyo ili kutatua utekaji nyara huo na kuwapata waathiriwa wakiwa salama. Katika sehemu hii ya eneo la Walikale, utekaji nyara, uporaji na unyanyasaji vinaendelea kuongezeka sana na ni maeneo ambayo yanakaliwa na waasi wa M23. Wakaji wanaendelea kusumbuka sana katika maeneo hayo. Wanataka uongozi wa M23 ukuje sasa kufuatilia hayo, wajue hao watu wako wapi na ni wakina nani ambao waliwateka nyara. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea jioni ya leo. Kama kawaida na washukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuzifuata taarifa zetu. Nasema asante na washukuru vrema na nawatakia jioni njema. Tutapatana kama kawaida katika taarifa za kesho asubuhi. Tuendelee kuzisambaza habari hizi kwa wingi, donc muzipartage katika magrupe tofauti ziwafikie wengi. Asante sana, jioni njema na usiku mwema. Merci.